Naam, tukimalizia mtazamaji, ni kwamba juhudi za uhamasisho wa watu kujikwamua kutoka lindi la umaskini zinaendelea kuwawezesha maisha mapya katika wilaya inayojisimamia ya Liangshan. Maelezo zaidi ni katika makala yetu kuhusu Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Wanakijiji ambao awali walikuwa wakiishi kwa umaskini katika maeneo ya ndani ya wilaya inayojiendesha ya Liangshan iliyoko mkoani Sichuan, kusini magharibi mwa China, wanafurahia maboresho ya maisha yao na kipato kikubwa zaidi. Na hii ni kutokana na mradi wa kuhamisha watu ili kuondokana na umaskini nchini China. Kaunti ya Yueshi iliyoko wilayani Liangshan ilikuwa moja ya kaunti 52 za mwisho kuondolewa katika orodha ya umaskini nchini China. Kabla ya sikukuu ya Spring mwaka 2020, zaidi ya watu 6,000 wa kabila la Yi kutoka vijiji 38 katika kaunti ya Yueshi walihamishwa kutoka maeneo ya milimani na kupelekwa kwenye jamii ya Shukrani iliyoko kwenye kaunti hiyo kama sehemu ya mpango wa uhamishaji ili kuondokana na umaskini. Mpango huo umewapatia wakazi mazingira mazuri zaidi ya kuishi na fursa nyingi za ajira. Mos Ujiamu, katibu wa jamii hiyo, pamoja na wafanyakazi wa jamii hiyo walikuwa wakipita nyumba kwa nyumba kuwasaidia wakazi kuhesabu kipato chao cha mwaka ili kuhakikisha hakuna mtu anayerudi tena kwenye umaskini. Kwa mujibu wa Ujiamu, jamii inasimamia familia kwa kutumia mfumo wa alama za rangi kutokana na kiwango chao cha kipato, zikiwa na kadi za rangi nyekundu, njano, bluu na kijani. Familia zenye kadi za rangi nyekundu ni zile zilizo hatarini zaidi kurejea kwenye umaskini na zinapewa kipaumbele katika kupata misaada. Ili kusaidia wakazi zaidi ya 6,000 kwenye jamii hiyo kudumisha kipato, Mos Ujiamu anashiriki kikamilifu katika kutoa mapendekezo ya ajira kwa ajili yao. Kanda hiyo imekuwa ikifanya juhudi kuongeza kipato kwa wale waliokwepa umaskini, kama vile kuwapatia ajira katika duru mpya ya ushirikiano kati ya kanda za mashariki na magharibi. Ningbo ulioko mkoa wa Zhejiang mashariki mwa China umeunganishwa kutoa msaada kwa wilaya inayojiendesha ya Liangshan na kutoa nafasi zaidi ya 6,000 za ajira kwa kaunti ya Yueshi kila mwaka. Wakishawishiwa na ongezeko la kipato, watu wengi waliohamishwa wamebadilisha mtazamo wao. Zaidi ya watu 2,600 katika jamii hiyo wameamua kuwa wafanyakazi wa kuhamahama na kwa sasa wameajiriwa nje ya maskani zao. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.